Sasa Shaabani ni mwezi ambao unakuja baada ya Rajab, na baada ya Shaabani kuna mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shaabani ni miongoni mwa miezi ambayo walizungumza waja wema waliotangulia, walizungumza maulamaa kuhusifu mwezi huu wa Shaabani kwa ubora na utukufu wake na uzuri wake na mazuri yanayopatikana ndani ya mwezi wa Shaabani. Ndugu zangu katika imani, waja wema walizungumza wakasema, Rajab ni mwezi wa kupanda mbegu, lakini Shaaban ni mwezi wa kumwagilia ile mbegu ambayo umeipanda ndani ya mwezi wa Rajab. Wakasema Ramadhani ndiyo mwezi wa mavuno, mavuno ambayo uliandaa toka mwezi wa Rajab. Hivyo tunamuomba Allah atujalie tufikishwe katika huo mwezi wa mavuno. Ndugu zangu katika imani, katika neema zilizokuwa kubwa, neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake waumini ambao wamemwamini yeye Allah tabaraka wa ta'ala, wakamkubali bwana mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam, amewajalia waumini kuwa na nyakati, kuwa na misimu ambayo yafaa kwa Muislam, kwa muumini aliyemwamini Allah kujipinda na kufanya jitihada ya kila namna ili awe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazungumzia jitihada za mwezi wa Shaaban, ndizo zitakusababisha wewe ukafaulu katika mwezi wa Ramadhani. Ikhwatal iman, kwa munasaba wa mwezi wa Shaaban, kwa fadhila za mwezi wa Shaaban, kwa ubora wa mwezi wa Shaaban, kwa uzuri na matukufu yanayopatikana ndani ya mwezi wa Shaaban, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuna ahwali ambazo alikuwa nazo ndani ya mwezi wa Shaaban. Kuna mambo ambayo alikuwa akiyafanya mtume katika mwezi wa Shaaban, ni mambo mengi, tena mengi mno, lakini baadhi ya hayo, asiyamu fi shahri Shaaban, ni kutekeleza ibada ya funga ndani ya mwezi wa Shaaban. Watukufu wa Islam, kuna marejeo mengi sana, kuna hadithi nyingi sana, kuna athari nyingi sana ambazo zinathibitisha ya kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafunga ndani ya mwezi wa Shaaban. Lakini jumla au miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi maarufu ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Anazungumza, anasema, lam yakuni nabiyu sallallahu alayhi wasallam, hakuwa mtume rehma na amani ziwe juu yake, yasumu, hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga min shahrin, katika mwezi wowote ukiondoa mwezi wa Ramadhani, katika mwezi wowote katika funga za sunna, akthara, zaidi min Shaaban, kuliko alivyokuwa akifunga ndani ya mwezi wa Shaaban. Bali hadithi zimekuja zinaeleza ya kwamba alikuwa mtume akifunga mwezi mzima akaunganisha na mwezi wa Ramadhani. Lakini zingine zimekuja ya kwamba kana yasumu Shaabana illa qalila, alikuwa anafunga mwezi wa Shaaban isipokuwa masiku machache tu ndio alikuwa anaacha kufunga. Ndugu zangu katika imani, athari na hadithi kama hizi zinaweka wazi na kujulisha ya kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakithirisha kufunga mwezi wa Shaabani kwa ajili ya kuitukuza Ramadhani, kwa ajili ya kuiweka nafasi yake mwezi wa Ramadhani ambao upo mbele yetu. Ndugu zangu katika imani, Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anhu, kuonyesha fadhila za mwezi wa Shaaban, anazungumza, anasema, suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume aliulizwa, ayu siyami afdalu ba'da Ramadhani, ni funga gani iliyokuwa bora
baada ya funga ya mwezi wa Ramadhani. Mtume akasema Shaaban ta'dhiman li Ramadhani, funga iliyokuwa bora baada ya mwezi wa Ramadhani ni funga ya mwezi wa Shaaban kwa ajili ya kuitukuza Ramadhani iliyoko mbele yetu. Ikhwatal iman, wanazuoni walieleza baadhi ya sababu, baadhi ya hikma ambazo zilipelekea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mwingi wa kufunga katika mwezi wa Shaaban. Siku moja sahaba ambaye anaitwa Usama ibn Zaid, kipenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qala linnabii, alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile anamuuliza, akamwambia walam araka tasumu fi shahrin ma tasumu fi Shaaban, Mtume sijawahipo kukuona ukifunga kwa wingi kama vile ambavyo unafunga kwa wingi ndani ya mwezi wa Shaaban. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitambua namna nzuri ya kuweza kumuelekeza Usama ibn Zaid, akamwambia dhaka shahrun, mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao yaghfulu nnasu anhu, watu wengi wanaghafilika na mwezi wa Shaaban. Watu wengi wanaghafilika kufanya khairat, kufanya ibadat ndani ya mwezi wa Shaaban, baina Rajab wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Shaabani upo katikati ya Rajab na Ramadhani. Kwa maana ya kwamba wengi katika Waislamu tunajua mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu ambapo tutajipinda kufanya ibadati na taati na qurbati mbalimbali kwa Allah. Lakini pia tunajua ya kwamba mwezi wa Ramadhani ni miongoni mwa miezi pia mitukufu kwa nafasi yake. Sasa mtu anajisahau, anajua ya kwamba Rajab na Ramadhani ndiyo mwezi ambao Muislamu inatakiwa ajipinde kweli kweli kufanya ibada, lakini akausahau mwezi wa Shaaban. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kuelezea kwa nini anafunga ndani ya mwezi wa Shaabani mara nyingi. Akasema wa huwa shahrun, mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila Allah, ni mwezi ambao amali za waja zinarufaishwa na kunyanyuliwa na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ila rabbil alamin azza wa jalla, wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana saim. Basi na mimi napenda amali zangu au amali yangu ninayoifanya mimi mtume irufaishwe na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa nimefunga. Ubora ulioje wa ibada ya funga ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa sababu gani? Muislamu anakuwa makini na mwezi wa Rajab, anakuwa makini na mwezi wa Ramadhani, lakini anaisahau Shaaban. Basi ujue ya kwamba Shaabani ndiyo mwezi ambao matendo ya waja yote ambayo wanayoyafanya yanarufaishwa, yanapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazungumza, wanasema al-ibadatu fil ghafla, kufanya ibada, kukithirisha kufanya ibada katika wakati ambao watu wameghafilika mno na dunia, basi mahbubatun ila Allah, linapendeza sana jambo hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ibada ambayo tutakayoifanya hali ya kuwa watu wameghafilika, kama ambavyo watu wameghafilika ndani ya mwezi wa Shaabani, Allah anaipenda sana na atahifadhi, na siku ya kiyama utakwenda kulipwa hiyo amali ambayo umeifanya. Kwa mfano vile vile ibada ya qiyamul layl, kisimamo cha usiku, swala za usiku, salatul layl, qiyamul layl. Qiyamul layl ni swala ambayo ipo bora baada ya swala za faradhi. Swala za usiku unaswali hali ya kuwa watu wamelala, kwa maana ndio wameghafilika. Kwa hiyo ibada hiyo imeahidiwa thawabu na malipo yaliyokuwa mengi, kwa sababu unaifanya wakati ambao wengi katika watu wameghafilika.
Ndugu zangu katika imani, tunatakikana tujipinde kufanya ibada ndani ya mwezi wa Shaaban, ikiwa ni sehemu ya kuiandaa Ramadhani yetu. Wanazuoni wanaeleza miongoni mwa sababu vile vile zilizompelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam kufunga siku nyingi ndani ya mwezi wa Shaaban, isti'dadan li Ramadhan. Alikuwa anafunga kwa ajili ya kujiandaa na mwezi wa Ramadhani. Anafunga kwa ajili ya kuiandaa nafsi yake ili anapoingia ndani ya mwezi wa Ramadhani lisiwe ni jambo zito. Haya, huyu ni mtume wa Allah ambaye amesamehewa dhambi zake zilizotangulia na zijazo, lakini hakuacha kufanya ibada, kufanya maandalizi na mazoezi kwa ajili ya kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Fama balu ana wa ant, itakuwaje mimi na wewe ndugu yangu katika imani? Kwa maana sisi tuna haki zaidi ya kuweza kujikurubisha kwa Allah, kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani kwa kufanya ibadati mbalimbali, kama ni kusoma Qur'ani kwa wingi, kama ni kuswali swala za sunna kwa wingi, kama ni kuwasaidia maskini, mayatima na wale wanaohitaji kwa wingi. Tuanze ndani ya mwezi wa Shaabani ili itakapofika Ramadhani basi kisiwe ni kitu kigeni. Ndio maana Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah anazungumza hali za waja wema waliotangulia, anazungumza hali nzuri za waislamu waliotangulia, anasema kana almuslimuna, walikuwa waislamu katika nyakati na zama zilizotangulia, idha dakhala Shaaban, pale ambapo unapoingia mwezi wa Shaaban, inkabbu ala almasahif, walikuwa wakiikumbatia misahafu, wakiikimbilia misahafu, faqarauha, wakiisoma Qur'ani kwa wingi ndani ya mwezi wa Shaaban, wa akhraju zakata amwalihim. Lakini ndani ya mwezi wa Shaaban waja wema waliotangulia, waislamu waliotangulia, walikuwa wanajitahidi kutoa zaka za mali zao, walikuwa wakijitahidi kuwasaidia watu, liyuina, ili zile zaka wanazozitoa wawasaidie maskini pale ambapo inakuwa Ramadhani tayari imeingia. Wanajiandaa mapema. Usimuache fukara akawa anaombaomba ndani ya mwezi wa Ramadhani, wakati una nafasi katika Shaabani ya kuweza kumsaidia kile ambacho kitampa manufaa ndani ya Ramadhani. Asianze kuwaza hivi nitafuturu nini, au daku yangu itakuwa nini. Maandalizi yanaanza ndani ya mwezi wa Shaabani mapema kabisa. Lakini pia usiache kusoma Qur'ani shay'an fa shay'an, kidogo kidogo, ili itakapoingia Ramadhani uwe ni mzoefu, unaona ni jambo la kawaida. Lakini ukikaa ukasema mimi ninasubiri mpaka Ramadhani iingie, ikiingia Ramadhani utaanza kuisoma Qur'ani kwa nguvu, utatumia nguvu kubwa, matokeo yake umesoma siku moja, siku mbili, siku ya tatu, basi umeacha kuisoma Qur'ani. Lakini kama ulikuwa umezoea, ulifanya maandalizi ndani ya mwezi wa Shaabani, ulikuwa unasoma kwa siku walau sura moja tu kwa uwezo wako, au juzuu moja au juzuu mbili kwa kadiri ya uwezo wako, basi ukifika ndani ya mwezi wa Ramadhani inakuwa ni vyepesi wewe kuikabili ile ibada ya kusoma Qur'ani. Ndugu zangu katika imani, tujipinde kuyafanya yale ambayo tunatarajia kuyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi tuyaanze katika mwezi huu wa Shaabani. Kama Qur'ani tusome, kama ni dhikri tufanye adhkari, kama ni kumtaja Allah tumtaje Allah kwa wingi, kama ni istighfari tufanye istighfari kwa wingi ndani ya mwezi wa Shaabani kabla ya kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aqulu lakum ma tasma'un, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ndugu zangu katika imani, bado tunaendelea kuhusiana kunako kufanya jitihada za kuzidisha kufanya ibada ndani ya mwezi wa Shaaban, ili iwe ndiyo sababu ya kufaulu pale ambapo tunaingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kitu kilichokuwa bora
ili ufanye jambo kwa uzuri na kwa uweredi wa hali ya juu, lazima maandalizi yapatikane. Kwa hiyo ujiandae katika mwezi wa Shaabani kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadiri ya uwezo wako, ili itakapoingia Ramadhani uwe tayari una mazoezi ya kutosha. Akhiran, tunakumbushana kwa baadhi ya watu ambao walikuwa na madeni ya mwezi wa Ramadhani. Tunawaambia ya kwamba dainullah, deni la Allah subhanahu wa ta'ala, madeni ya Allah subhanahu wa ta'ala ahaqu an yuqdha, ni haki zaidi, ni lazima yalipwe. Kama wewe ulifungua ndani ya Ramadhani iliyotangulia kwa dharura za kisheria, basi tunakuambia na kukumbusha ya kwamba unatakikana uyalipe madeni hayo kabla ya Ramadhani haijaingia. Ima ulifungua kwa sababu ya msafiri, au ulifungua kwa namna nyingine kwa nyudhuru za kisheria, basi unawajibika ulipe deni hilo. Ama usipolipa, utaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na utakosa majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala.